Karibu katika darasa hili la kujifunza namna ya kushona kwa kupitia mtandaoni. Na katika video yetu ya leo tutajifunza namna ya kushona hiyo blauzi. Ni crop top ambayo ina mikono ya solo. Na hiki ndio kitambaa ambacho nimekitumia, ambacho ni aina ya shifoni, hivyo vya kawaida tu. Hapo ni baada ya kuikunja mara mbili, nimechukua vipimo kuonyesha ukubwa wake, ambapo urefu wa inchi 30 na upana wa inchi 20 mara mbili, ambazo ni inchi 40. Basi tuendelee na kufanya vipimo. Kipimo cha kwanza nilianza kupima shingo, ambapo urefu wake nilichukua tu inchi 2 na upana wa 4. Nitaka kidogo shingo pana hivi kidogo, kwa sababu ni gauni, ili niwe rahisi kuvaa, kwa sababu sijaliweka hata zipu wala vifungo. Unaunganisha hiyo shingo yako hapo, zile inchi 4 na inchi 2. Tunaendelea na bega. Bega niliongezea ni inchi 3 kutoka pale kwenye pointi ya shingo. Ndio hiyo naona imaki hapo. Then nitashusha inchi 1 chini ili bega lisiwe karibu na shingo, lisiwe usawa wa shingo. So nitachukua rula, nitaenda kuunganisha hiyo pointi ya bega na shingo. Kipimo kinachofuata ni urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye kifua, kusema ile ya usawa maziwa, ambao mimi kwangu ni 9.5. Na kwa sababu rula yangu ni fupi, nikawa natumia njia hiyo, napima, baadaye nakuja kuunganisha kutumia rula yangu hapo. Naendelea na kipimo cha kwapa, ambapo kwangu mimi ni inchi 7. Kwa hiyo nitaiongezea pia kutoka kwenye ile pointi ya bega mpaka itakapofikia inchi 7. Then nitaenda, baada ya kuimark hiyo pointi, nitaendelea kupima upana wa kifua. Upana mimi nilipata 36, ukigawanya kwa 4 unapata 9, afu unajumlisha na inchi 1 inakuwa ni 10. Hapo ndio sehemu yenye vihesabu kidogo, lakini sio sana, ni vidogo tu. Naendelea kuunganisha sasa hiyo pointi ya kwapa na hiyo ya upana wa kifua, ambapo nitatengeneza ka curve fulani hivi, ka curve kidogo, ambapo ili kukusanisha hizo pointi mbili. Hiyo 10 hapo pamoja na ile 7 ya kwapa, ndio natengeneza kwa ka curve hapo ya pale kwa pani. Tukiendelea na huku chini sasa, naendelea kupima urefu kutoka kwenye bega mpaka kwenye tumbo, ambayo kwa vipimo vyangu mimi ilikuwa ni 12. Basi nitatumia rula kuunganisha huo mstari, na kwa kuendelea naunganisha ile pointi kutoka pale kwenye kifua mpaka kwenye tumbo. Na endelea tena na kupima urefu ambapo nataka blouse yangu ishie, ambapo nataka tu ishie kwenye 15. Again nitatumia rula kuchora huo mstari na kuunganisha hiyo pointi kwa ujumla. Nitaendelea sasa kukoreza sehemu ambazo nitahitaji kuja kuzikata baadaye, muda wa kukata hiyo sehemu ya shingo, kisehemu cha bega, cha kwapa hicho nacho na kiunganisha, ile curve ichole vizuri sana, usije ukakosea muda wa kukata. Unaendelea na hapa ni zile pointi za tumboni pale, kutoka kwenye kifuani mpaka tumboni. Hapa ni mwisho wa blouse yangu utakapoishia. Basi naendelea na zoezi la kukata. Kata taratibu kwa umakini, tumia mkasi wako ambao upo sharp, ambao unakata vizuri. Kadiri mkasi unavyokuwa mkubwa na kadiri ambavyo inakuwa rahisi wewe kwenye kutumia, sababu unakuwa very sharp. Basi ukimaliza zoezi la kukata, utaifungua blouse yetu, itakuwa hivyo. Na kwa sasa tuweke pembeni ili tuendelee kuandaa mikono. Basi kwenye kile kitambaa ambacho kilichobaki, nikapima urefu wa kule uliobaki ni ngapi, nikaona kwamba ni 14. So nitaendelea kutumia hiyo 14 kupima kutoka kwenye ile pointi ya pale juu, ambao kitaalamu tunaita radius ya duara. Kitambaa ambacho kitatokea hapo ni nusu duara, ambao nitaweza kuitumia kwenye mikono. Naendelea kukata kufuatisha hizo pointi ili kuipata hiyo nusu duara yangu. Kata taratibu, tumia mkasi wako vizuri kupata matokeo mazuri. Basi ukiendelea kufunua ndio inakopo hivyo. Na hivyo ni namna ambavyo nitaenda kuattach baadaye kwa mikono. Lakini for now, wewe kwanza tuendelee kuitengeneza hii blouse. Nitaenda kushona bega, kuweka bars kwenye shingo na kuenda kuunganisha fabric in general. Basi tuende kwa mashine tukafanya hiyo kazi. Kwa tunaojifunza kushona, tukumbuke kwamba mara nyingi tunashonea kwa ndani. Nimeamua nianze na upande mmoja wa bega ili niunganishe fabric iwe moja, iwe rahisi kwangu kutengeneza bars. Ndio hapo hiyo kazi nimeianza. Nimeweka bars, nimeunganisha pale sehemu ya shingo, naendelea kushona na baadaye nakuja naikunja naishonea tena kwa ndani ili kupata bars nzuri pale eneo la shingoni ambayo inazunguka shingo nzima. Hapa namalizia kuunganisha ule upande wa pili wa bega la pili. Sasa upande wa juu kabisa wa blouse yetu unakuwa umekamilika. Tunaendelea na kipati cha mikono.
Hiki kitambaa chetu nitakifungua hivyo ili nipime middle point, point ya katikati kabisa, ambayo ndio itakuwa point ya kwanza ya kuunganisha pale juu kutoka kwenye bega na kwenda kuunganisha. So nitatumia pini kuimark hiyo point ya katikati ya kile kitambaa cha mkono na pale sehemu ya bega. Then nitaendelea kutumia pini kwenda kuviunganisha ili baadaye iwe rahisi ninapoenda kupitisha kwenye mashine visinisumbue. Nitaunganisha pini kwa ndani na kuziweka kwa upande mmoja, ninapoenda kutumia kwenye mashine inakuwa kazi rahisi. So nitafanya hilo zoezi kwa mikono yote miwili, kufuatia ile uzunguko wa kwapa. Hapa baada ya kumaliza kuweka pini, unaona katika mikono yote miwili itakavyokuwa, inaenda kuwa rahisi sana mimi ninavyoenda kupitisha kwenye mashine. Na nimeweza kushona, nitaunganisha hizo pointi za chini. Mkono nitaunganisha hapo na ile sehemu ya pale chini hapo na kuonyesha hapo na nitaunganisha. Na mikono nao pia nitaenda kuipinda, basi tukaifanya kazi kwenye mashine. Sasa ni kazi rahisi tu ya kuchomoa pini na kushona pale ambapo nimeweka pointi za kushona. Nafanya taratibu kwa umakini mpaka namaliza blouse yote, kuunganisha mikono na makwapa, kwenda kupinda hiyo mikono na kumaliza ushonaji wote. Pia unavoshona kama uwezi kufanya speed kubwa, ni vizuri ukaenda kwa speed ndogo ndogo. Mimi hii video kwa sababu nimeedit, hata mwenyewe natumia speed ndogo kwa sababu hata mimi bado najifunza jamani, sema za ukweli, na najifunza kupitia huku YouTube. Kwa hiyo make sure unakuwa tu makini. Mwisho wa siku blouse yetu ndio hiyo jamani, imekamilika. Mikono yote imeonyeshwa vizuri. Tunaenda kumalizia kupinda huko chini sehemu ya crop top, sababu ni crop top ni fupi. Tunaenda kumalizia tu kupinda hapo chini. So nitatumia mashine again, taratibu, pinda, shona blouse yako. Inakuwa hivyo na mwisho wa siku ili iwe na muonekano mzuri. Haya guys, msichoke kujifunza, hata mwenyewe najifunza. Tunavyoendelea kujifunza, tu practice kila siku mpaka mashine ikuzoee mkononi. Hiyo blouse yetu mwisho wa siku hapa nilikuwa nakatakata viuzi, na mwisho wa siku hayo ndo matokeo. Crop top fulani ambao unavaa na haya mabwanga ambayo yanavaliwa tumboni. Ukiinua mkono inakuwa haipandi kwa sababu ya fabric pia nayo ina support hivyo. Ni blouse nzuri sana, inakaa vizuri, inapendeza sana kuvaa ofisini pamoja na mabwanga manini. Tunajifunza kushona jamani. Again tukumbuke kusubscribe kwenye hii channel kwa sababu nitakuwa nafanya tutorial ambazo ni rahisi, ambazo hauhitaji kuwa professional kama mafundi professional. Unaweza kutengeneza nguo zako tu mwenyewe nyumbani, au kutengeneza kwa ajili ya marafiki zako na familia yako. Basi bwana, hii ndo channel nzuri sana kujiunga kufanya hayo yote. Tunajifunza taratibu taratibu. You don't have to be a professional sewer or tailor to do all of that. Basi hapo nilikuwa najishauri mwenyewe na furahi blouse yangu ilivyotokea. Guys, again subscribe, share, like. Tupo kwenye TikTok na Instagram kwa jina la hili Anka Stitches.